Karibu mwaka wa 2026. Wana PPP Media Max tunasema mwaka wa bandika bandua, na siku ya leo tunaanzia na kigongo hiki kutokea huko nchini Korea. Msimuliaji anaanza kwa kuuliza swali, vipi kama ungepewa nafasi ya kuingia na umri fulani huko mbinguni? Je, ungechagua kuingia katika umri upi? Utoto mpaka uzee wako, ni umri upi ambao ungestahili sana kwa wewe kuweza kuingia nao mbinguni? Lakini baada ya swali hilo tu inaonekana treni moja hivi ya ajabu ikiwa inaelekea katika maeneo ya kutisha. Treni hii imebeba nafsi za wafu, na katika treni hii ya kutisha nafsi za watu zinakuwa na wasiwasi sana, kwani hazijui za kwenda kutuliwa wapi, aidha mbinguni ama jehanamu. Kwa lugha nyepesi tu ni kwamba hii treni ina vituo viwili tu vya kuweza kusimama, mbinguni au jehanamu. Na kadri treni hii inavyozidi kukimbia ndani kabisa ya misitu ambayo imeandamwa na giza kubwa, ndivyo ambavyo kila mtu alikuwa akimwomba Mungu angalau tu aweze kushukia katika upande wa mbingu. Lakini kuna mama mmoja hivi wa makamu kidogo, anafahamika kama Hisok, alikuwa anajua kabisa kwamba hawezi kutoboa kuingia mbinguni, akikumbuka matendo yake duniani. Hapana, sitoboi, lakini bado akawa anamwomba Mungu angalau tu aweze kushukia huko mbinguni. Lakini kama masaa matatu hivi ya safari, ghafla tu treni ikawa imeweza kusimama. Kila mtu mapigo yake ya moyo yakaongezeka, ila kilichowashtua zaidi ni ile mikono iliyokuwa ikigusa madirisha yao. Yaani hili eneo linaonekana si zuri kabisa, watu wake wana mateso makubwa na wanatamani hata kuingia katika treni hii angalau tu waweze kupoa kutokea katika mateso hayo. Bila shaka hapa ni jehanamu. Watenda dhambi wote walikuwa wakitetemeka sana, pamoja na huyu bibi anayefahamika kama Hisok. Sidhani kama hawakuacha hata mikojo katika siti zao. Bana we, mlango ukawa umefunguka, abiria wa jehanamu washuke. Bibi wa watu hakusubiri hata kudaiwa nauli na hawa makondakta wa hii treni, moja kwa moja akawa ananyenyuka ili lengo aweze kuelekea anakostahili jehanamu, lakini akashangaa kuwa hawezi kunyenyuka katika ile siti. Yaani ni kama kuna sumaku fulani hivi ilikuwa inamng'ang'ania hapo asiweze kutoka. Bwana sasa matenda dhambi akajisaulisha kana kwamba eti hajafika kwenye kituo chao. Ghafla tu akashangaa wanaanza kunyenyuliwa na nguvu ambayo hata ieleweki, na ilikuwa inawatoa kwa jaziba kweli kweli. Yani unapigwa kibindo na mtu ambaye hataonekani, na ukizingua hata makofi unakula na hana kupiga wala umuone. Lakini baada ya dakika 5 tu za mchaka hapa ndani, ghafla utulivu ukawa umeweza kuingia na milango ya treni ikawa imeweza kufungwa. Mwanamama Hisok akabaki anashangaa, mimi nimeweza kutoboa kuingia mbinguni? Mwanamama mpaka akakumbuka maisha yake ya huku duniani alivyokuwa. Huyu alikuwa ni mkusanya madeni, aisee, alikuwa anadai mpaka anadai tena. Yani anapokuja kusanya madeni ni kila wakati ambao unastahili kulipa yeye ametimba mlangoni. Watu wengi sana walikuwa wakimchukia na walimwapia kwamba hatowahi kutoboa kuingia mbinguni kwa tabia yake hiyo ya kudai madeni mpaka anadai tena. Lakini pamoja na yote, mwanamama baada ya hayo matusi alikuwa akitupiwa, alikuwa na mafuta machache sana ya Mwamposa, akawa anajipulizia na kusema kwamba nafuta mikosi yote. Na baada ya kujifuta hizo laana, basi ndo akawa anaingia katika chumba cha mume wake ambaye alikuwa anaumwa kidogo, yuko kitandani. Mama alimpenda sana mume wake, waliishi naye kwa kipindi kirefu zaidi ya miaka 50 na walikuwa wakipendana kutoka kipindi hicho mpaka umri huu. Mume mtu kwa kweli anampenda sana mke wake na anamwambia kwamba amekuwa mzigo kwake kwa kipindi cha miaka mingi, kwa sababu mume mtu alipokuwa na miaka 20 tu alipataga ajali ambayo ilimpelekea yeye kutokuweza kabisa kutembea, akawa anashinda kitandani, lakini mke wake hajawahi kukata tamaa. Huyu mzee akamwambia mke wake kwamba umeharibu uzuri wako kwa kunihudumia na kunilea mimi kutoka nilipokuwa kijana mpaka umri huu, hujawahi kunichoka wala kunikatia tamaa, na kupenda sana mke wangu. Kiufupi ni kwamba mume wa huyu mama alikuwa akifanya kazi katika kampuni kubwa sana kabla ya kupata ajali hiyo. Kwa hiyo alikuwa na bima yake ambayo ilimuingizia makoto mengi sana, na hili mwanamama asiweze kukaa bule, basi akachukua pesa zote za mume wake akaanza kukopesha na kwenda kudai madeni kwa riba. Bwana sasa siku ya leo mwanamama alikwenda kumdai mtu mmoja, lakini akaja kugundua kwamba yule mtu alikuwa ameweza kufariki, ila akasema kuwa ni asili ya deni kulipwa, hata kama muhusika amefariki basi watoto wake wanapaswa kulipa. Siku hiyo huyu mtoto wa marehemu alimtukana sana na kusema kwamba umekula mpaka pesa ya lambilambi, haya poa nakupatia hii hapa, lakini nakuapia kwamba wewe utoboi, siku moja lazima uishie jehanamu. Haya maneno ya mtoto wa marehemu yalimshangaza sana huyu mwanamama, yakamtia wasiwasi. Akawa anawaza, vipi kama nikija kuingia jehanamu? Hofu yake haikuwa kuingia jehanamu, lakini ilikuwa ni kwamba atakapoingia jehanamu na asimkute mume wake, kwa sababu huyu mama anaamini kwamba mume wake lazima ataenda mbinguni kwa sababu ya yale matendo yake mema. Lakini hofu yake ilikuwa yeye anaweza kuingia jehanamu sawa, lakini vipi kama hataweza kukutana na mume wake huko? Lakini kuna mtu mmoja kando yake anafahamika kama Yang He, alikuwa anasema kwamba wewe lazima uingie mbinguni kwa sababu matendo yako yalikuwa ni mema sana, licha ya kwamba ulikuwa ukidai madeni, lakini ulikuwa ukidai kwa haki. Na kumbe bana, Yang He alipokuwa ni mdogo aliwahi kununuliwa mkate kutokea katika zile pesa ambazo mwanamama anazikusanyaga kutokea kwa watu. Kwa hiyo anamkumbuka vizuri huyu mwanamama kwamba aliwahi kumfanyia matendo mema, akamwambia kuwa wewe ulikuwa na haki na unastahili kuingia mbinguni. Nakumbusha kwamba hapa ni katika treni ya wafu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huyu mwanamama Hisok ameshakata moto huko duniani, yuko tayari ndo anaelekea mbinguni. Lakini kila wakati alikuwa anakumbuka maneno mazuri ya mume wake akiwa katika hiyo treni kuelekea mbinguni.
mbinguni kwamba mume wake alimwambia kuwa ulikuwaga mrembo sana kipindi cha miaka 20, lakini mpaka dakika hii umezeeka na urembo wako, japokuwa nimechangia sana kuharibu urembo wako kwa kutumikisha. Lakini siku moja ya huzuni ambayo mwanamama huyu kuweza kuisahau ni siku alipokuja kugundua kwamba mume wake alikuwa amefariki, naye akizania kwamba alikuwa amelala. Hii siku ilimuumiza sana mwanamama hizo. Hasa huyu mwanadada Yang He ambaye ameketi jirani kabisa na huyu bibi ndio ambaye alikuwa akimfariji sana katika nyakati ngumu, kwa sababu huyu mwanamama Isok alikuwa hata hanywi dawa zake alizokuwa akizitumia kabla. Mwanadada Yang He akaanza kumfariji Isok na kumwambia kuwa anza sasa kupendeza, sio ndio unakuwa lafulafu tu bana, kwa sababu siku ya leo mimi naenda kukutana na mwanaume ambaye nampenda. Lakini mwanadada Yang He akaja kugundua kwamba Isok ni kama na mpango wa kufa katika ulimwengu huu. Lakini Yang He akamwambia kuwa hutaki kufanya hivyo bana, mume wako ametangulia, lakini iko siku na wewe utakuja kwenda kwa wakati wako, usijilazimishe. Lakini huyu mwanamama Isok akasema kwamba binafsi niseme kwamba nimeshafanya yote katika ulimwengu, na stahili kufa, na naomba Mungu anichukue hata kesho. Na ni kweli kabisa, alisemwalo lipo. Mwanamama akapoteza maisha. Baada ya kifo cha huyu mwanamama Isok, Yang He alikuwa na huzuni sana pale msibani, lakini kuna mwamba mmoja hivi alikuja, na huyu mtu aliongea maneno machache, kisha nafsi ya mwanamama Isok ikaweza kujitokeza. Na kumbe huyu ndio alikuwa malaika mtoa roho kwa maana ya Israel, na moja kwa moja akamuongoza mwanamama mpaka katika hiyo treni, na hapo ndipo safari ilipoweza kuanzia. Kwa bila shaka mpaka dakika hii ushaelewa ni kwa nini mwanamama alikuwa katika ile treni ya mizimu. Ile safari kuelekea mbinguni kwa mwanamama Isok ikaweza kutimba moja kwa moja. Mwanamama akafika na mbele yake ilionekanika piskali moja ya kwenda, yani bidada alikuwa ni mrembo si mchezo. Kumbe huyu bana ndio malaika wa mapokezi. Akamwambia mwanamama kwamba huku mbinguni unaweza kuchagua mtu gani ambaye uweze kuishi naye, lakini kama huyo mtu hatukubali kuishi na wewe, basi hamtowahi kuishi pamoja milele. Lakini mwanamama kabla hata ya kutaja jina akauliza, kuna mwamba mmoja anafahamika kama Rock June, huyu jamaa alitoboa kuingia mbinguni? Malaika akasema ndio, alitoboa na kuingia huko. Lakini pia hata yeye alipokuwa ameulizwa swali, alikuchagua wewe mwanamama Isok. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ninyi mlichaguana. Aisee, bibi alijikuta mpaka na tabasamu tu, kumbe mume wangu alinichagua mpaka mbinguni. Aisee, kibongobongo ni wasaliti kule, sidhani kama wanaweza kuchaguana. Lakini swali moja ambalo malaika alimuuliza huyu mwanamama, je, ungependa kuingia mbinguni ukiwa na umri gani? Kwa lugha nyepesi, ungetamani kuwa mtoto, kijana au mzee? Mwanamama akasita kidogo, ni umri upi anaweza kauchagua? Kwa kawaida binadamu wote bila shaka wangechagua umri kuanzia miaka 20 mpaka 25. Lakini mwanamama akawa anakumbuka maneno ya mume wake alipokuwa akimwambia kwamba katika umri wa miaka 20 ulikuwa mrembo sana, lakini pia hata katika umri wa uzee umekuwa mrembo zaidi ya kipindi kile. Hasa mwanamama ikabidi kupita na blandi, kama mara ya kwanza katika umri wa miaka 20 nilikuwa mrembo, na katika umri huu wa uzee nimekuwa mrembo kuliko wakati ule, basi mwanamama akachagua uzee bana, akachagua kuingia na uzee hapa ndani. Kwa kweli ilijibu mpaka malaika mwenyewe akashtuka kidogo, kwa sababu umri ambao mume wake amechagua kuingia akiwa young kidogo. Lakini kwa utaratibu ni kwamba malaika hapaswi kumshauri mtu umri wa kuingia nao hapa mbinguni, yeye anatakiwa kuheshimu maamuzi na kupitisha umri huo. Basi mwanamama baada ya kusaini tu akaambiwa kwamba utakapoelekea sehemu utagundua kwamba mapigo yako ya moyo yameongezeka, basi huko ndiko ambako mume wako aliko, kwa hiyo fanya haraka uende ukakutane naye. Wakati huo mwanamama anaelekea, uzee ni mwingi sana, anashindwa hata kumkimbilia mume wake. Lakini mwanamama mapigo yake ya moyo yanaelekea uelekeo huu, na anazidi kufuata moyo wake, anatamani kukimbia ili kuweza kumuona mume wake, lakini anashangaa kuona kwamba amekuwa ni mzee na miguu yake inauma. Na mwisho wa siku mwanamama akafanikiwa kuingia katika bonge la jumba fani vila kitajiri huku mbinguni. Kumbe mwamba bana alikuwa na utajiri mkubwa sana huku mbinguni kutokana na utoaji sadaka mwingi kule duniani. Si unajua tena wanasema kwamba kadri unavyozidi kutoa ndivyo unavyojiwekea hazina kubwa mbinguni. Yaani haya mambo sio poa kabisa. Sipati picha mshikaji wangu Ibra hiyo nyumba yake ya nyasi itakapokuwa inavuja huko mbinguni, kwa sababu kwa mchango aliotoa kanisani hata sumni haufiki. Lakini ile time mwanamama anafungua tu mlango, hakuamini macho yake, mume wake ni bonge la handsome, alafu ipo katika umri wa ujana. Aisee, kitu ilibaki na mshangaza mpaka mume wake. Wewe bibi nini tena? Bibi akasema mimi hapa ni mke wako, nilikuwa kule duniani. Okay, pole pole bana, karibu keti. Kwanza nikupe shikamo yako. Shikamo mzee. Bana, tafadhali bana, tafadhali mtoto mrembo, usifanye hivyo bana. Usinite mrembo bana, mimi ni handsome. Okay sawa, tafadhali kijana handsome. Basi bwana mdogo akawa amemchukua yule bibi kikongwe na moja kwa moja anampelekea magetoni, lakini anataka kumbeba mtoe kitandani ili kidogo akumbushie mambo ya duniani, lakini anagundua kwamba huyu bibi ni mzito sana. Mbaya zaidi ni kwamba bibi hana hisia hata kidogo. Kijana damu inachemka. Bibi kumbuka kwamba kila unapofikisha miaka 40 kwa upande wa kike unaingia katika kipindi kinachoitwa menopause. Yaani uwezo wa mwanamke kupata mtoto unakuwa haupo kabisa. Kwa hiyo kiwango cha hisia kinapungua sana katika mwili wake na kuna uwezekano akawa hana hisia kabisa. Ndio hii hali ambayo huyu bibi anaipitia, lakini huyu kijana ana hamu kama zote. Kwa kweli hili jambo lilimpa mawazo mengi sana huyu bibi. Aliwaza mpaka aliwaza tena. Akaamua kutoka nje kidogo kwenda kushuhudia michezo ambayo inachezwa huko nje. Alikuja kugundua kwamba mbingu nzima watu wote ni vijana. Bibi akajisemea, chaguo langu mimi jamani, au mume wangu ndo alinidanganya kuniambia kwamba anaonekana mrembo zaidi ninapokuwa mzee, au mimi labda ndo nilikuwa sijamuelewa, alikuwa ananisifia tu kinafiki. Lakini katikati ya haya maswali mengi akaja kushtuka kwamba kuna mwanamke
mwanamke mmoja alikuwa akimtazama kwa mbali, tena anamtazama sana tu. Akaanza kujiuliza, huyu mwanamke ni nani? Nyakati za usiku zilipoweza kufika, bibi wa watu akachukua mto wake, anaogopa kumpa lazi huyu kijana. Akamwambia, bana, hebu kijana lala peke yako huko chumbani, mimi naenda kulala sebleni. Mwamba alihuzunika sana kuona kwamba huyu bibi bana, mbona ana mambo mengi sana ya kustaajabisha, lakini akawa anakumbuka kwamba huyu bana alimumsifiaga akiwa duniani, akamwambia kwamba katika umri wa uzee anaonekana mrembo zaidi, lakini mbona kama vile tena akachagua yeye kuwa kijana. Hasa bana, unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Tukutane katika episode ya pili, na kukumbusha tu kwamba hii ndio namna ambayo nakukaribisha katika mwaka wa 2026. PVP Media tunakwambia kwamba huu ni mwaka wa bandika bandua. Hasa comment hapo chini ukiwa unaonesha ni wapi ambako unatokea au unatutazama kutokea wapi, kama unatokea Dar es Salaam, kama unatokea nje ya Tanzania, kama unatokea katika mkoa fulani, unaweza ka comment mkoa ambao unatutazamia huko. Okay, basi tukutane katika episode ya pili, maana baada ya kufikisha like 100 tu episode ya pili itakuwa inadondoka. Kumbuka kwamba hii tunaianza siku ya leo na kuimaliza mpaka finali vipande 7.